Serikali ya Malaysia imepiga marufuku uingizaji wa taka za kielektroniki yaani e-waste kutoka nje ya nchi. Hatua mpya inayozuia kabisa uingizaji wa aina zote za taka hizo bila kuchagua baadhi ambazo zitaendelea kuruhusiwa kuingizwa. Hii ni Trigen Media. Malaysia imefikia hatua hiyo ikiwa ni hatua ya kudhibiti ongezeko kubwa la taka za kielektroniki ambazo zimesababisha ugumu pia katika usimamizi wa mazingira. Suala la taka za kielektroniki nchini Malaysia kwa muda mrefu ni tatizo kubwa, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa nchi hiyo ilizalisha zaidi ya tani milioni 2.6 za taka za kielektroniki kati ya mwaka 2005 na mwaka 2023, huku uzalishaji wa taka hizo ukiendelea kuongezeka kila mwaka. Baadhi ya taka hizo za kielektroniki ni zina kemikali hatari kama risasi, zebaki na aina nyinginezo hatari zinazoweza kuathiri udongo, maji na kuhatarisha viumbe hai wengine iwapo hakutakuwa na udhibiti. Mamilioni ya makontena ya taka za kielektroniki yamekuwa yakiingizwa kwa njia haramu na baadhi yao kuzichakata kwa njia zisizo salama na kusababisha uchafuzi wa maji na hatari za kiafya kwa jamii zinazozunguka maeneo hayo. Tume ya kupambana na rushwa ya Malaysia katika taarifa yake imebainisha kwamba taka zote za kielektroniki zinazojulikana kama taka za kielektroniki zitaainishwa upya chini ya marufuku hii na kuondoa vigezo vya misamaha vilivyokuwa vikitolewa na idara ya mazingira. Wizara ya mambo ya ndani ya Malaysia katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii la siku ya Jumatano liliapa kwamba serikali itaimarisha juhudi za kupambana na usafirishaji wa taka za kielektroniki nchini humo. Zaidi ya tani milioni 60 za taka za kielektroniki huzalishwa kila mwaka na chini ya robo yake husindikwa ipasavyo. Nyingi huishia kuchafua mazingira na kuhatarisha afya. Kwa upande wa bara la Afrika ni kwamba huzalisha takribani tani milioni 3 hadi 5 kwa mwaka na pia hupokea taka nyingi kutoka nje. Nchi nyingi hazina mifumo madhubuti ya ukusanyaji na usindikaji wa taka, hivyo tatizo limezidi kuwa kubwa kila uchao. Hii ni Trigen Media.